Twende. Mstari 28. Lakini huyo mwanamke kwamba ametakaswa na kule kutoka damu yake, ndio damu kwake, ndipo atakapojihesabia siku 7. Ndipo atakapojihesabia siku ngapi? Siku 7. Siku 7. Twende. Na baadaye atakuwa safi. 31. Mstari wa 31. Mstari wa 31. Ni hivi, mtakavyowatenga wana wa Israeli, ndio, na unajisi wao, ndio, ili wasife katika unajisi wao. Ili wasife katika nini? Unajisi wao. Uchumi wako unaweza kufa. Amen. Baraka zako zinaweza kufa. Mambo yako yanaweza kufa. Amen. Kwa sababu ya unajisi huu wa namna hii. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana anasema ndivyo mtakavyowafanya Waisraeli, ili wasife, wasiharibikiwe mambo yao. Twende. Amina. Endelea. Ili wasife katika unajisi wao. Hapo watakapoitia unajisi maskani yangu iliyo katikati yao. Ndio. Mstari wa 32. Twende mpaka 33. Hii ndiyo sheria ya mwenye kisonono. Na mtu ambaye shahawa yake yamtoka akawa na unajisi kwa hiyo. Mstari wa 33. Hebu rudia bwana, rudia huo mstari bwana vizuri. Amina. Rudia vizuri. Mstari wa 32. Ndio. Hii ndiyo sheria ya mwenye kisonono. Hii ndiyo sheria ya mwenye kisonono. Na ya mtu ambaye shahawa yake yamtoka akawa na unajisi kwa hiyo. Akawa na unajisi kwa hiyo. Ndio. Akanajisika. Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tayari mtu huyu ni najisi. Amen. Kwa hiyo watu wanapata vifungo vya kiroho kwa sababu tu wameijiliwa na mapepo katika roho, wameijiliwa na wachawi katika roho, alafu damu nyeupe ikawatoka, wamekwisha kunajisika. Amen. Amen. Amina. Maliza. Na ya mwanamke ambaye yu katika kutengwa kwake. Ndio. Na ya mtu ambaye ana kisonono kuwa ni mtu mume, kama ni mtu mke, na ya huyo alalaye na mwanamke mwenye unajisi. Amina. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Watu wanapatwa na damu nyeusi nyingi. Yaani watu wengi wanakuwa na damu nyeusi ndani yao badala ya damu nyekundu. Unanielewa, mtu wa Mungu? Amen. Watu wanaopata damu nyeusi ni wale watu walio na ndoa. Yeyote mwenye ndoa, awe mwanaume awe mwanamke, anapotoka nje ya ndoa yake anaenda kutengeneza damu nyeusi. Amina. Sawa sawa, mtu wa Mungu. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Anatengeneza damu nyeusi, analeta giza ndani ya ndoa yake, ndani ya familia yake. Vifungo vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Tunaelewana vizuri, watu wa Mungu? Amen. Tunaelewana vizuri, watu wa Mungu? Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Amina, wapendwa. Amen. Angalia uzao wa Adamu wa kwanza ni uzao ambao ulipata laana. Watu wote wa uzao wa kwanza wa Adamu ni walaaniwa. Watakula kwa jasho, watakula kwa shida, watapata kwa taabu. Lakini yuko mtu hapo ambaye Mungu alimuinua. Huyu mtu aitwaye Abrahamu. Haleluya. Aitwaye Abrahamu. Kutoka kwa Abrahamu, wote waliokuwa kwa Abrahamu, hawa ni wabarikiwa. Hawa wanabarikiwa. Amina. Kutoka kwa Ibrahim alikuja kuvunja laana iliyokuwa
enda kwa Adamu. Laana ya Mungu kwa Adamu, Abrahamu alikuja kuitengua. Watu waliomwelekea Abraham, watu wa uzao wa Abraham, hawa wote walikuwa ni wabarikiwa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ndio maana unaona Ibrahim aliitwa baba wa imani. Baba wa imani. Kila aliyemwamini na kuamini kama Ibrahim alivyoamini, yeye alikuwa mbarikiwa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 3 na mstari wake wa 25 mpaka wa 26. Soma na wewe mwingine Mwanzo 12:1-3. Twende haraka haraka. Nasoma kwa jina la Yesu. Unasemaje? Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale. Ndio. Ambayo Mungu aliagana na baba zenu. Ndio. Akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Akimwambia Ibrahim, katika wewe Ibrahim, mataifa yote yatabarikiwa kutoka kwako. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kila taifa ambalo linamwelekea Ibrahim, haleluya, hawa ni wabarikiwa. Na wale wote ambao hawajapata neema ya kumfuata na kumwamini Ibrahim, hawa wote wanakuwa ni wana wa Adamu. Watakula kwa jasho, watakula kwa vifungo. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa hapa pana utofauti kati ya wana wa Adam na wana wa Ibrahim. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Haleluya watu wa Mungu. Mstari wa 26. Ndio. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, ndio, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia na kuwaepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Hebu rudia kabisa mwanzo. Anza mstari wa 25. Amina. Soma vizuri. Amina. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Ndio. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ndio, ili kuwabarikia kwa kuwaepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tazama jinsi gani ambavyo amemleta Yesu. Wamwaminio Yesu na Ibrahim, hawa tayari watakuwa ni wana wa imani. Na kila aliye mwana wa imani, yeye ni wa uzao wa baraka. Ila wale wasiokuwa wa imani, hawa ni wana wa laana. Ndio maana anasema, yeye aniaminie mimi, yeye aniaminie mimi, mito itatoka ubavuni mwake. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Tunapaswa kuwa na imani ili tuwe wana wa Ibrahimu. Tuondoke katika laana ile ya Adamu. Kwa Adamu tulilaaniwa, kwa Ibrahimu tulibarikiwa. Haleluya mtu wa Mungu. Soma. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Nitasoma kwa jina la Yesu. Na wewe mwingine 22:18 soma. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako. Toka wewe katika nchi yako. Na jamaa zako. Na jamaa zako. Na nyumba ya baba yako. Na nyumba ya baba yako. Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ndio. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Na kukubariki. Na kukubariki. Na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina lako. Tazama, Ibrahim anaisikia sauti ya Mungu. Anatoka kwenye nyumba ya baba yake, anaenda asiko kujua, lakini kwa imani
Ibrahimu anaondoka nyumbani kwa wazazi wake kulikokuwa anakula bure, analala bure. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Lakini Mungu kwa kuona nyumbani kwa kina Ibrahim kuna madogoli mengi yako pale, akasema sitakubarikia hawa wamiliki madogori nao wale baraka zangu. Toka hapa nyumbani kwako, enda nikrako kuelekeza huko, nitakuinua, nitakufanya mtu mkubwa. Haleluya. 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 Amen. Ibrahim anasikiliza, anatoka akiacha nyumba yao iliyokuwa na mauganga, anaenda nchi asiyojua. Anafika, Mungu anamstawisha, Mungu anambarikia kama alivyomwaidia. Tazama, huyu ameisikiliza sauti ya Mungu, akaitii, amekwenda kubarikiwa. Tazama, Adamu alikataa kuisikiliza sauti ya Mungu, akasikiliza sauti ya mke wake, akalaaniwa. Haleluya mtu wa Mungu. Amina. Wewe ni wa uzao upi? Amina. Uzao wa laana au uzao wa baraka? Amina. Wewe ni wa uzao wa nyoka au wewe ni wa uzao wa Mungu? Amina. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Utaona ni namna gani unapaswa kwenda kwa maarifa ili uweze kushinda. Unaweza ukaenda ukasali ukajikuta wewe ni mwana wa Adamu, unaishi kwa taabu kwa sababu unafuata njia za Adamu. Ukizifuata njia za Adamu, wewe ni mzinzi. Wewe kama ni mzinzi, wewe una vifungo katika ulimwengu wa roho. Tukikuuliza katika mwili umefungwa wapi, hakuna kamba iliyokufunga wala mnyororo unaoitazama wewe. Lakini katika ulimwengu wa roho, wachawi wamefunga kazi yako, wamefunga ndoa yako, wamefunga afya yako, wamefunga uchumi wako, wamefunga maendeleo yako. Unapaswa kuona ili vyote hivi vikafunguke, kwa kuwa Yesu anakufunulia leo. Moyoni mwako tamka, leo ni siku ya kufunguliwa kwangu. Kila kifungo kilichonifunga hakina budi kukatika, kwa sababu leo ninaijua kweli na kweli inaniweka huru. Utajikuta kwa kuamini kwako unafanyika huru kwa ajili ya imani ambayo unaibeba, ile ya Ibrahim. Inakupeleka wewe kuwa huru. Na leo utafunguliwa kwa jina la Yesu. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Leo utafunguliwa. Haleluya. Leo ninazungumza na vifungo vilivyokufunga. Nazungumza navyo. Wakati wewe unajaribu kunisikiliza, vifungo vinakatika. Vifungo vinakatika. Kamba zinakatika. Zinatoka kwako. Zinaendelea kuondoka. Wewe unabaki huru. Utakapotoka Jumapili ya leo hapa, wewe sio mfungwa tena. Wewe umefunguliwa kwa jina la Bwana Yesu. Wako waliojaribu kufunga ndoto zako, lakini leo nakuhakikishia kwa uwezo wa Bwana Yesu, ndoto zako zitafunguka, ndoto zako zitafunguliwa, maono yako yatafunguliwa, mipango yako itafunguliwa, elimu yako itafunguliwa, kazi yako itafunguliwa, watoto wako watafunguliwa, mipango yako itafunguliwa, maendeleo yako yatafunguliwa kwa jina la Bwana Yesu. Kila kilichokuwa kimefungwa kinakwenda kufunguliwa. Amen. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Leo Yesu ana makusudi ya kukwambia ingia kanisani Galilaya.
Hapo ndipo utakaponiona ya kwamba leo nafungua vifungo. Kila aliyefungwa leo nakwenda kumfungua. Leo nakwenda kumfungua. Na wewe ulioletwa mahali hapa uko kwa ajili ya kufunguliwa. Ufunguliwe vifungo vyako. Ufunguliwe vifungo vyako vilivyofunga familia yako kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Endelea. Mstari wa 3. Nami nitawabariki wakubarikio. Atafanya nini? Atawabariki wakubarikio. Atawabariki wakubarikio. Naye akulaanie nitamlaani. Ndio. Na katika wewe jamaa zote za dunia. Amina. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Katika wewe. Amina. Kupitia wewe. Mtu wa Mungu. Ndio. Watu wabarikiwe kupitia wewe. Watu wabarikiwe kupitia wewe. Amen. Kila atakaye kulaani alaaniwe. Alaaniwe. Haleluya. Yeye alaaniwe. Kila atakaye kulaani na alaaniwe. Na kila atakaye kubariki abarikiwe zaidi. Amina. Ni maombi yangu kwa wana Galilaya. Kila utakapokuwa watu wabarikiwe kwa kuwepo kwako. Watu wabarikiwe kwa kuwepo kwako. Popote utakapokuwepo, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ukoo, iwe ni kwenye ushirikina, iwe ni popote pale, nataka nikuhakikishie watu watabarikiwa. Watakuona wewe ni wa thamani kuliko hao washirikina, kuliko hao wachawi. Wewe utabarikiwa. Haleluya mtu wa Mungu. Mungu akuongeze kipato chako, wingi wa baraka zako, ili wanaokutazama wafaidike kupitia wewe. Watu wengine waishi kupitia wewe. Hata wakati mmoja unapotaka kufa, Mungu na malaika wanasema, angalia maisha ya kundi lile yanapitia kwa mtu huyu. Sasa asife bali abaki kwa ajili ya watu hawa. Amina. Uwe sehemu ya kupitisha baraka za wengine. Ufanyike sehemu ya kupitisha maendeleo ya wengine. Wewe utabarikiwa. Wewe nao utawabariki wengine. Wewe nao utawabariki wengine. Watu watabarikiwa kupitia wewe kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Watu wabarikiwe kupitia wewe. Haleluya. Wenye njaa washibe kupitia wewe. Wenye uhitaji wapate kupitia wewe. Haleluya. Haleluya. Ukafanyike baraka kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Yesu ni mweza wa yote. Wakati wote anayaweza yote. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Tusome kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 18. Nasemaje? Nasoma kwa jina la Yesu. Twende. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Amina. Mataifa yote watafanya nini? Watajibarikia. Watajibarikia. Yani kuna watu watakuja kuwa na wewe, wakiwa na wetu wanabarikiwa. Haleluya. Yani mtu anajua akikutembelea wewe atapata faraja, hata na 10,000 ataondoka nayo, kwa sababu huoni shida kutoa 10,000, kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Na iwe hivyo kwa jina la Bwana Yesu. Kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Ubarikiwe.
kwa uwezo utokao kwa Bwana Yesu. Najua wachawi hawakutaka sana leo niwepo kwenye ibada ya leo. Amina. Kwa sababu walijua ni siku ambayo watu watafunguliwa. Hawakutaka. Haleluya. Amen. Hawakutaka. Hawakutaka. Haleluya. Hata watu wananipigia simu wananiambia hakika umefika, kwa sababu pepo walipiga kelele. Wakasema leo utapata ajali. Hauendi kokote. Tumekutega. Lakini Yesu ananiambia leo unaenda na nitaendesha na wala hata sio kwa spidi ndogo. Kwa spidi kubwa kabisa. Haleluya.